Wayahudi waliokuwa wakiwashtaki wa Kristo kwa serikali ya Rumi kwamba matatizo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii yaliyokuwa yakiendelea katika dola ya Kirumi ilikuwa ni hasira ya Mungu, kwa sababu Wakristo walikuwa wanakataa kuabudu watawala kama miungu. Ni watu waliodai kumtumikia Mungu huku wakitumikia shetani. Shida ya Smyrna ni washauri. Shida ya Smyrna ni washauri kwa kiongozi wa Rumi. Walitengeneza mgogoro kwamba mheshimiwa, hawa Wakristo wanakubagaza, hawa Wakristo wanaabudu Mungu wao ambao ni Yesu, wanakudharau, hivyo utaenda kuanguka kisiasa, kiutawala na kiuchumi. Kiongozi yoyote wa ngazi yoyote anapokuwa na washauri wabovu, na kazi ya washauri wengi ni opportunist, kwamba mimi nikimshauri Rumbe hiki atanichagua kwenye uzee wa kanisa, anajifanya yupo karibu sana na wewe, atanichagua kwenye mwenyekiti wa kwaya, atanichagua kwenye hiki na hiki. In fact kweli baraza linachagua, lakini mchungaji kama hakutaki ni hakutaki. Kwa kuna watu washauri feki wanaweza wakaja kwako wewe kiongozi. Nimejitolea mimi mfano. Hii iende kwa viongozi. Kiongozi yote, wa taasisi, wa kampuni, wa serikali. Uwe waziri, uwe mkuu wa jeshi la wananchi, uwe waziri mkuu, kuwa makini na washauri wabovu. Wanakuchonganisha na hawa wa chini huku, na unadhani wanaenda kupindua utawala kwa kisiasa. Unawashukia, kumbe ni opportunist. Opportunist yeye angalii mbali, angalii madhara, angalii taifa letu zuri, angalii rasilimali tulizonazo. Yeye anaangalia apate kwa wakati huu. Na ndio maana kama makanisa lazima tuombe sana viongozi. Nazungumzia viongozi wa vijiji, wilaya, mkoa, wa taasisi za kidini, wowote wale. Hawa watu walikwenda kwa Kaisaria kwamba utawala wako wa kisiasa unakwenda kuangushwa na Wakristo wanaomwamini Yesu. Wakimwamini Yesu utawala wako utaanguka. Na hawa washauri wabovu wanaoangalia matumbo yao tu, opportunist, wapo kila sehemu. Wakamshauri Kaisari awashukie Wakristo wa Smyrna. Kikao kikakaa kushughulikia Wakristo wa Smyrna. Nikiwa kama mchungaji nitoe wito, kiongozi wa kanisa, wa taasisi binafsi, wa serikali, be careful na watu walio kuzunguka. Wengi ni opportunist. Hata katika familia yako ukiona kuna mtoto anakuja, baba fulani alikuwa anatazama TV, baba, maana yake alinyimwa remote huyo. Kwa nataka umshukie yule ili remote yawe na miliki yeye. Kwa baba lazima uwe na hekima, ita wote wasikilize. Wewe si ndio baba, umetuzaa sisi sote. Kwa nini unakuwa na double standard? Wewe si baba yetu, umetuzaa sisi sote. Sote ni damu yako, sote tu watoto wako. Mbona unaniumiza? Kwa sababu ya mtoto mmoja opportunist. Yeye anapenda kuangalia mechi ya Manchester, mimi napenda kuangalia Taifa Habari. Alafu analeta taarifa ya kwamba mimi nilikuwa nina koroma huku naangalia, alafu naangalia muziki wakati siangalia muziki. Shida ya Smyrna ni washauri wabovu. Kwa sababu hiyo Smyrna akatangaza mateso kwa kanisa. Akatangaza watakao kataa kuabudu watawala kama Mungu. Smyrna akasema sisi watawala ni Mungu atakaye goma kutufanyia ibada sisi watawala kama Mungu, tutamweka gerezani, tutamfunga, tutamfanya awe maskini, tutamuingiza kwenye dhiki na umaskini. Nirudi tena kwa viongozi. Uko hapo, mimi Rumbe
niko hapa sitakiwi kuwa kama Mungu kwa Kinyerezi. Sitakiwi kuabudiwa kabisa. Na kama niko hivyo, Mungu anishushe kabisa, niwe mnyenyekevu. Ukiwa kiongozi, ninaongea na viongozi hapa Kinyerezi, kila mtu ni kiongozi. Ukiwa kiongozi kwenye idara yako, taasisi yote, hata kama unashona cherehani, yupo fundi mkuu, nazungumzia viongozi wote, usitake kuabudiwa kama Mungu. Mungu apewe sifa zake na wewe tukuheshimu kama kiongozi. Unapochukua mamlaka ya kimungu katika nafasi uliopewa, utaenda kula majani kwa miaka 7 kama Nebukadneza. Mungu afananishwi na mwanadamu. Kwa Smirna akatangaza yeye aabudiwe kama Mungu. Matokeo yake akamkashifu Mungu wa mbinguni. Akawapa slogani, wanapokwenda kwenye majumba yote ya ibada waseme Kaisari ni Mungu. Kwa kweli Wakristo walikataa hilo. Wakristo walikataa hilo. Wakasema Yesu ni Mungu. Hatuwezi kuja kwenye mahekalu tukasema Kaisari ni Mungu, Kaisari ni Mungu. Wakakataa. Ukiona kuna mambo katika nchi hayaendi sawa, kataa. Ukiona kuna mambo hayaendi sawa kwenye familia, kataa. Ukiona kuna mambo kwenye kampuni yako yanaenda kinyume na Mungu, yanachukua utukufu wa Mungu, kataa. Uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu hata wakati wa taabu, kataa. Kuna siku moja mtu mmoja akasema, bwana, unajua kiongozi fulani ni Mungu. Nikashika mkono. Tanzania hapa kiongozi ni Mungu? Kiongozi anayesikia anasifiwa Mungu akatae, anatafutiwa laana. Akatae. Wakasema, bwana, anzeni kusema Kaisari ni Bwana. Wakristo wakakataa. Maana Wakristo waliona wanamheshimu Yesu kama Bwana baada ya Kaisari. Ndipo mateso yakaanza. Kwa nini hamjaniita Mungu? Kwa nini hamjaniita Mungu? Na mateso yakaanza, sinagogi la shetani likaanza kazi yake. Rumi, Kaisari aliona kuwaziba midomo hawa wanaompigania Yesu ni waweke magerezani. Akawatengenezea kesi za mauaji, kesi za uongo. Hizi kesi za uhaini hazijaanza sasa, za kumpindua kisiasa ikatengenezwa, akawaweka magerezani. Hapa nataka niongee. Unapomweka mtu magerezani, ana mke, ana watoto, na wewe dhamiri yako inaonyesha kabisa hajafanya kosa, ila ameacha kukuambia wewe ni Bwana, akamtaja Mungu wa mbinguni, unajua kabisa unamuonea. Mungu hawezi kunyamaza. Kuna watu wanaonisikia waliosingizia watu kesi mahakamani, wanatoa ushahidi wa uongo kwa mamlaka yao, wameweka watu mahakamani. Kawatoeni, Mungu hawezi kunyamaza. Miaka 80 ijao utakuwa umezeeka au haupo kabisa. Na Mungu anasema anapatiliza wana maovu ya baba zao. Unaweza usione madhara ya mateso unaompa mtu leo, kitaona kizazi chako cha 3, cha 4, cha 5, cha 6. Kama wewe unadhani umeshikilia haki ya mtu, iachie. Iachie. Iachie kanisa lipone, iachie taifa lipone, iachie. Kwa sababu tu hawajakuambia wewe ni Bwana, wamemwita Mungu ni Bwana, unawapa kesi. Wakanyimwa ajira watu wa Smirna kwa sababu walimtangaza Yesu ni Bwana. Wakanyimwa ajira. Wengine wakauawa. Unaua mtu, Smirna anaua mtu.
Mtu aliyeumbwa na Mungu anaua. Kwani nani asikii yanayoendelea leo? Habari za watu kupotea, habari za watu kupotea, watu wanapotea, wanaofanya mambo hayo. Mimi sijui ni kina nani. Damu za hao watu zitawalilia, na watoto wao na wajukuu zao zitawalilia. Hivi nakuweje wewe unakwenda kumuondoa mtu uhai wake? Unampoteza mtu, watoto wake wanalia, mke wake analia, mama yake analia, bibi yake analia. Hayo machozi yatakufuata. Kataa. Wakapanga kuua Wakristo wanaokataa kulitaja jina la Yesu. Yaani waseme Kaisari ni mkuu, Kaisari ndio Yesu. Waliosema Yesu ni Yesu na wewe ni mwanadamu, akawaua. Alipowaua, sio kwamba watu wote walisalenda kwake. Waliendelea kujitokeza Wakristo wengi wanaosema Yesu ni Bwana. Anachinja, Yesu ni Bwana. Anachinja, Yesu ni Bwana. Anachinja, Yesu ni Bwana. Mpaka utawala wake ulipoanguka, kwa sababu watu hawakunyamaza kimya. Ahabu alimuua Yezebeli. Yezebeli alisumbua sana taifa la Mungu. Alitumwa nabii wa Mungu Elia aende ikulu ya Yezebeli kumwambia mvua haitanyesha, wakati wote Mungu amekuwa akifanya kazi pamoja na viongozi wa dini kukemea mambo yanapoenda vibaya, kuwarudisha kwenye haki. Wakauawa. Smirna haikuishia hapo, wakateswa kwa ajili ya imani. Watu wa Smirna wakateswa kwa ajili ya imani. Mateso yao, walichunwa ngozi, waling'olewa kucha, waling'olewa meno. Ni Mungu. Mimi nitoe ushauri wa bure kwenye viongozi mlioko hapa Kinyerezi na mnaonisikiza, wa bure kabisa. Kiongozi yoyote usipopata mawazo kinzani, unaogopwa na ufanyi vizuri. Kiongozi ruhusu mawazo mbadala yaje. Sasa hapa wale wanaojiita chao hata kuja kwako, maana unaruhusu discussion, wakuseme vibaya vizuri. Kisha yani kiongozi lazima ukubali kukosolewa na uwe na uwezo mkubwa wa kuvumilia, kustahimili, kunyamaza kimya, kuongea kidogo. Sasa tunasema tujenge shule Sungu, mwingine anakuambia kwa nini tusijenge magorofa hapa? Wasafuta ushirika wewe. Tunasema okay, tupake kanisa letu rangi. Hata kwenye rangi ya kanisa letu kulikuwa na mawazo mengi. Kwetu sisi wazee kulikuwa na mawazo mengi. Hii rangi, hata kwa shiki kulikuwa na mawazo mengi. Wengine wanasema unajua hapa hii ni upagani tu. Mawazo mengi, lakini tu kuafuta ushirika. Kama kiongozi unachukua, unachuja, kamati ya ujenzi imeoneje, tunasonga mbele. Hayo si mawazo kinzani, lazima yaje, kwa sababu sisi nyie hamna kichwa changu. Yaani hapa pana vichwa zaidi ya 2000 hapa Kinyerezi. Kwa hiyo yani unataka mimi niwaze kama ninyi muwaze kama mimi. Hakuna hiyo popote. Hakuna. Sijui kama kipengele hicho mimi nimefanya vizuri sana, lakini mimi naamini kwenye kukosolewa. Mimi naamini kwenye kusemwa, lakini njoo kwa hoja. Ukinizidi kwa hoja yako nitakuwa upande wako. Njoo kwa hoja. Sio mtu anakuja kwa hoja unapiga rungu, anakuja kwa hoja unapiga rungu. Watu wanakuambia hapana bwana, sisi Yesu ndio Mungu. Wanasema mimi ndio Mungu. Alafu kwa sababu hawasemi Kaisari ni Mungu, unawatesa. Biblia inasema Kaisari akaanza kuwatesa Wakristo wa Smirna, kuwaweka kwenye mashimo yenye wanyama wakali. Si waache waabudu. Utalazimisheje wa kuabudu wewe badala ya Mungu wao?